Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo kwa chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa kuna movement kadhaa za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea katika sehemu ya mvutano ulioko baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran. Na hasa movement hizi za kidiplomasia zinaonekana kama ni sehemu ya kuangalia namna ya kutekeleza kile ambacho kimekuwa kikipendekezwa kutoka katika sehemu zote mbili, kama ni njia ya kuelekea katika suluhisho la kuondoa sintofahamu iliyokuwa ipo au ambayo ipo baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran. Na moja katika movement muhimu ambayo tumeiona hivi karibuni ni movement ya viongozi wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya Qatar. Na hasa namzungumzia Mohamed Bakir Kalibaf ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, ambaye anazingatiwa kwamba ni kiongozi mkuu katika upande wa sehemu ya kamati ile ya usuluhishi kutoka katika nchi ya Iran kwenye mvutano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini vivyo namzungumzia spika wa bunge, namzungumzia waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi pamoja na gavana wa benki kuu ya nchi ya Iran Abdul Nasir Hemeti, ambao safari yao kuelekea katika nchi ya Qatar hasa inaonekana lengo lake kubwa ilikuwa ni kuangalia namna gani Iran wanaweza wakapata sehemu ya mali zao ambazo kwa kiwango kikubwa zimeathiriwa na vikwazo vya nchi ya Marekani katika maeneo mbalimbali duniani. Lakini kuelekea katika nchi ya Qatar maana yake ni kuzingatia kwamba moja katika masharti ya nchi ya Marekani ni kwamba hawahitaji hizi pesa ziende moja kwa moja katika nchi ya Iran, bali ziweze kuwa controlled au zidhibitiwe kupitia katika nchi ya Qatar, kwa maana kwamba kudhibitiwa katika upande wa matumizi yake. Ina maana kwamba Iran wanaweza wakatumia sehemu ya pesa hizo, lakini katika move ambazo hazitokuwa zinafanya uwekezaji labda katika masuala ya silaha na vitu kama hivyo, maana yake wanakusudia Iran ikiwezekana kama watatumia sehemu ya hiyo hazina, lakini waitumie katika shughuli za kibinadamu, maana kama madawa hospitalini au shughuli za kilimo na mfano wake. Kwa hivyo ni moja katika move ambayo inaonekana kwamba viongozi wa nchi ya Iran walikwenda katika nchi ya Qatar, na ikisadifu kwamba huenda ikawa ni moja katika step muhimu za kuonyesha kwamba jambo baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran huenda likawa linachukua uelekeo maalum ambao inawezekana katika siku za usoni ukawa na tafsiri ya kufikia katika kilele cha makubaliano, pamoja na kwamba pamekuwa na sintofahamu za hapa na pale kama sehemu ya mashambulizi ambayo ilitokea hivi karibuni katika upande wa Bandari Abbas, upande wa kaskazini magharibi, upande wa kusini magharibi mwa nchi ya Iran, na mashambulizi katika sehemu kama za Kashmir na sehemu kama za Jask, maeneo ya Jask na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini kiuhalisia ni kwamba kile kinachoonekana ni kwamba kuna hatua ambazo zinaonekana kwamba zinakuwa zinaendelea kwa upande mmoja au mwingine, ambazo matukio madogo yanayojitokeza yanawezekana sidhoofisha sehemu kubwa ya juhudi ambayo imekuwa ikifanyika. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda tumekuwa tukiona ishara za kwamba Iran na Marekani wanaweza wakafikia katika sehemu ya makubaliano, pamoja na kwamba pamekuwa kuna hali ya kuonyesha ukinzani. Kwa mfano baadhi ya message ambazo zinatumwa na Rais Donald Trump, lakini vivyo ukizingatia msimamo wa nchi ya Iran ambao umekuwa ukizungumzwa na baadhi ya viongozi wake kama kuhusiana na masuala ya nuclear au kucontrol sehemu ya mlango bahari wa Hormuz na mfano hivi, ni kauli ambazo wakati mwingine zinakuwa zinagongana, lakini mwisho wa siku kile kinachoonekana wazi ni kwamba ni kila mmoja anajaribu kulinda ideology au anajaribu kulinda ile nadharia ambayo ipo katika upande wake. Maana yake ni kuzingatia kwamba katika nchi ya Iran sehemu kubwa ya wananchi wanaamini kwamba Iran inatakiwa control mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile Iran wanatakiwa waendelee kufanya urutubishaji wa nyuklia. Katika upande wa Marekani
ili Rais Donald Trump aonekane kwamba amefanya vizuri katika vita ambayo mpaka sasa hivi anaonekana kwamba hajaweza kufanya vizuri, ni kupitia fikra kama ya Hormuz, kwamba mlango bahari wa Hormuz ifikie hatua uwezo kuwa wazi, lakini vile vile program kama ya nyuklia ya nchi ya Iran iweze kustopishwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana kila upande mmoja umekuwa ukijaribu kutengeneza ideology ambayo inaweza ikavuta ile sehemu ya bezi yake ya support ili kuonyesha kwamba mpaka sasa hivi wapo katika position nzuri. Lakini kile kinachoonekana ni kwamba mwisho wa siku pamoja na utofauti wa fikra lakini kile kinachoonekana ni kwamba wanaweza kafikia katika sehemu ya makubaliano, na alama ya kuonyesha kwamba wanaweza wakafikia katika sehemu ya makubaliano, kuna matukio kadhaa ambayo yamekuwa yakijitokeza. Cha kwanza ni katika upande wa kusini mwa Lebanon, nchi ya Israeli inaonekana kwamba wamekuwa wakiongeza sehemu ya mashambulizi yao. Maana yake mashambulizi yamekuwa yakivuka katika ile sehemu ambayo wenyewe walikuwa wakisema kama ni yellow zone au yellow line, kwa maana ya kwamba ni eneo ambalo walikuwa wamelitenga kama la kufanya mashambulizi na ikiwezekana kufanya ile tunasema ground offensive, kuweza kuingia kwa miguu. Wamekuwa wakifanya mashambulizi juu ya maeneo ya Mto Litani, maana yake karibia na maeneo ya mji wa Beirut, katika miji kama ya Tiyar na mfano wake, lakini vile vile kunafanyika mashambulizi katika sehemu kama za Baqa Valley. Kwa hiyo kuna maeneo mengi wamekuwa wakifanya mashambulizi. Tunasema kwamba hii ni alama muhimu ya kuonyesha kama Marekani na Israel wanaweza kufikia katika makubaliano, kwa kuzingatia kwamba moja katika tabia ya jeshi la nchi ya Israel, migogoro inapoelekea mwishoni huwa wana tabia ya kuongeza sehemu ya mashambulizi yao, na lengo la kuongeza sehemu ya mashambulizi yao ili kuweza kuongeza ile bargaining power, kwa maana ya kwamba lao Marekani na Iran watafikia katika sehemu ya makubaliano, moja katika sehemu ya kuzingatia itabaki kuwa ni sehemu ya kusini mwa Lebanon ambao sasa hivi Israel wamekuwa wakifanya mashambulizi. Kwa hivyo itakapofikia hatua kwamba na makubaliano yamepita baina ya Marekani na Iran, lakini vile vile yakijumuisha upande wa kusini mwa Lebanon, maana yake ni kwamba Israel watakuwa hawana kadi. Ili waweze kuwa na kadi, wanachotakiwa wakifanye ni kuongeza sehemu ya mashambulizi yao na kuongeza sehemu ya control yao katika upande wa kusini mwa Lebanon, ili makubaliano yote yanayofikiwa baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, Israeli wawe na kadi ya kusimamia kwamba kwa hapa tulipofika tumeweza kufanya clearing au tumeweza kusafisha ile eneo kwa kilomita kadhaa. Kwa hivyo kusema kwamba ile eneo lote tuliache kama lilivyo itakuwa ni jambo ambalo haliwezekani, bali eneo hili litakaa kama ni special zone ambayo Hezbollah watakuwa hawaruhusiwi kufika katika eneo hili. Itapana hata kama tutatoka katika eneo husika, maana yake bado litakuwa lipo katika supervision yetu. Hii ni tabia ya kawaida katika jeshi la Israel. Lakini vile vile tabia hii inaweza ikawa inaashiria kwamba Israel hawahitaji negotiation iweze kufikiwa baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani, na hilo linaweza likaonekana kwa kuzingatia kwamba sehemu ya kusini mwa Lebanon ni moja katika sehemu ya makubaliano au ni sehemu ya msingi wa makubaliano ya mazungumzo ya amani baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, kwamba mapigano lazima ya stop katika sehemu zote ikiwemo upande wa kusini mwa Lebanon. Kwa hivyo ili kuweza kuifanya dili ya Marekani na dili ya Iran isiweze kufanikiwa, ni kwa Israel kuongeza sehemu ya mashambulizi yake katika upande wa kusini mwa Lebanon, ili kufanya moja katika masharti muhimu yaliyowekwa na nchi ya Iran yasiweze kufaulu. Na ndio asili inaonekana kwamba ya Israel kuongeza sehemu ya mashambulizi yao katika kipindi hichi ambacho inaonekana kwamba negotiation inakaribia kufikiwa katika kilele. Kwa ina maana kuna uwezekano wa vitu viwili ambavyo inaonekana vinachungwa na nchi ya Israel. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mpaka makubaliano yanafikiwa waweze kucontrol sehemu ya kusini mwa Lebanon, na lengo la kucontrol sehemu ya kusini mwa Lebanon hasa ni kwa sababu ya strategic failure au ile kufeli kimkakati kwa nchi ya Israel pamoja na Marekani, kwa sababu mpango wao hasa ulikuwa ni mpango wa Iran, kuangusha utawala wa Iran, kuondoa uwezo wa zile ballistic missiles, kuondoa uwezo wa urutubishaji wa nyuklia na vitu vingi ambavyo walikuwa wameweka kama sehemu ya ajenda yao wakati wanafanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Sasa kwa sababu hii move yote imefeli, ina maana kila upande ni lazima utengeneze mazingira ionekane kwamba tumefeli katika moja lakini tumefaulu katika lingine.
Na moja katika jambo ambalo linaonekana Waziri Netanyahu amejaribu kuliframe ni kuhakikisha kwamba ikiwezekana aweze kuchukua piece of land, aweze kuchukua sehemu ya ardhi ya kusini mwa Lebanon, ili itafsiriwe kwamba hata kama baadhi ya jamaa watatafsiri kwamba ni strategic failure au kufeli kimkakati kwa nchi ya Israel katika mgogoro wake na nchi ya Iran, lakini wakati huo huo kwa kuzingatia kwamba watakuwa wamechukua sehemu ya ardhi, ionekane huu ni mbadala wa sehemu ya mafanikio ya kile ambacho Waziri Netanyahu alikuwa amekiinjinia katika sehemu ya mgogoro wake na nchi ya Iran. Na hili pia inaweza kaonekana hata katika nchi ya Marekani. Baada ya kuonekana kwamba pamekuwa kuna failure katika upande wa move yake kwa nchi ya Iran, imeonekana kwamba pressure yake kubwa imeongezeka katika nchi kama ya Cuba. Na ndio maana mpaka sasa inaonekana kwamba pamekuwa kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya viongozi wa nchi ya Cuba pamoja na viongozi wa nchi ya Marekani. Manake ikifanikiwa stage ya mwisho ya kwamba Marekani akawa ana mkono wa juu katika nchi ya Cuba, maana yake itatafsiriwa kama ni sehemu ya mafanikio ya Rais Donald Trump, kama sehemu ya kuwasahulisha watu katika failure ambayo imetokea katika mpango wao dhidi ya nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba sehemu ya mashambulizi ambayo Israel imekuwa ikiyafanya kusini mwa Lebanon inatoa ishara kwamba kuna uwezekano mkubwa deal ikawa imekaribia kufikiwa baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama na tukiona kwamba kuna uwezekano mkubwa deal ikawa inakaribia kweli kufikiwa ni hatua ya Marekani kufanya mashambulizi hivi karibuni katika upande wa sehemu ya Bandari Abbas. Target kubwa Marekani imekuwa ikizungumza kwamba lengo lake kubwa ilikuwa ni kujaribu kuondoa tishio ambalo lilikuwa linapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Iran. Lakini kiuhalisia aina ya mashambulizi iliyofanyika ilikuwa inaashiria wazi kabisa kwamba ni Marekani wanajaribu kutengeneza mazingira ya kuwa na mkono wa juu katika sehemu ya mazungumzo, kwa kuonyesha kwamba tishio la Marekani bado lipo na Marekani bado ina uwezo wa kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran kiasi cha kuleta madhara. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake Iran inapoingia katika sehemu ya mjadala wowote na nchi ya Marekani, inatakiwa ichunge hatari iliyoko karibia na mipaka yao. Na ndio maana inaonekana kwamba Marekani walijaribu kufanya sehemu hiyo ya mashambulizi ambao wanasema ilikuwa ni ya kuondoa sehemu ya tishio ambayo lilikuwa linapatikana katika maeneo ya Bandari Abbas. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo unaweza uka experience kwamba tabia hii actually sio tabia ya Marekani, ni tabia ya Israel. Mara nyingi Israel panapokuwa na sehemu ya makubaliano, panapokuwa na sehemu ya mijadala ya makubaliano, aidha kama ilivyokuwa kipindi kile na kundi la Hamas, au sehemu ya mijadala ambayo hata kama haihusishi Israel moja kwa moja na kundi la Hezbollah, labda inahusisha serikali ya Lebanon na mfano wake, au inahusisha upande wa tatu ambao unaweza kusimama katika kusuluhisha mgogoro baina ya nchi ya Israel na kundi la Hezbollah. Asili ya tabia ya jeshi la Israel huwa linaongeza sehemu ya mashambulizi yake katika kipindi hiko cha mijadala, na hiyo tabia inaonekana kwa Marekani vile vile wameiadapt, ya kuonyesha kwamba wameonyesha kufanya mashambulizi katika kipindi ambacho pamekuwa kuna sehemu ya mijadala ambao umekuwa ukiendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, na ukionekana kwamba kwa namna unavyoelekea inawezekana ukazifikisha pande mbili katika kilele cha sehemu ya mazungumzo yao. Kwa hiyo unaweza kuona wazi kabisa kwamba ni tabia ambayo Marekani kama vile wameiadapt kutoka katika nchi ya Israel, ikiashiria kwamba ni alama muhimu ya kutaka kuwa na sehemu ya mkono wa juu katika sehemu ya makubaliano au sehemu ya mazungumzo yamekuwa yakiendelea. Kwa kiujumla mpaka sasa hivi ni kwamba pamekuwa na alama muhimu kama hizo, lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba limeibuka ambalo vile vile linaashiria kwamba pande mbili huenda zikawa zinakaribia kufikia katika kilele cha makubaliano ni fikra ambayo imeletwa na Rais Donald Trump ya hivi sasa ya kuzitaka nchi za Kiarabu au nchi za Kiislamu kiujumla ziweze kujiunga na Abraham Accord. Na Abraham Accord kujiunga kwake au ni sehemu ya makubaliano ambayo yanaitambua nchi ya Israel, lakini vivyo inaondoa sehemu ya uhasama baina ya nchi ya Israel na nchi ambazo vile vile zimejiunga au zimesaini sehemu ya makubaliano hayo. Katika miaka ya nyuma nchi kama za United Arab Emirates, Bahrain wenyewe walikwisha kusaini sehemu ya makubaliano hayo. Lakini kwa muda mrefu inaonekana jicho la Marekani limekuwa likitarget zaidi katika nchi kama ya Saudi Arabia na katika nchi kama ya Qatar. Pamoja na kwamba nchi mbili hizi
msimamo wao wenyewe wa kuondoa au wa kusaini hiyo Abraham Accord umefungamanishwa zaidi na utambuzi wa nchi ya Palestine, kwamba ifikie hatua wa Palestine wawe na sehemu yao inayotambulika kama taifa. Itakapofikia katika hatua hiyo, maana yake tunaweza tukasaini katika Abraham Accord. Kinyume na hapo, maana yake hatuwezi kusaini katika Abraham Accord. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini Rais Donald Trump kipindi hichi amekuwa akisisitiza nchi za Kiarabu ziweze kusaini Abraham Accord. La kwanza kabisa ni kujaribu kutengeneza confidence kwa Waziri Netanyahu, kwa kuzingatia kwamba muundo wa deal iliyopo maanake haukubaliani sana na fikra ya Waziri Mkuu Netanyahu. Lakini itakapoonekana kwamba nchi za Kiarabu zimeweza kusaini Abraham Accord, maanake katika upande wa Israel itaonekana kwamba ni sehemu ya ushindi mkubwa ambao unatokana na sehemu ya matunda ya mgogoro baina ya nchi ya Israel pamoja na nchi ya Iran. Maanake nchi za Kiarabu zimeweza kwenda kutengeneza sehemu ile ya Abraham Accord au kusaini sehemu ya Abraham Accord. Na Abraham Accord hasa ni makubaliano ambayo ficha tu ya kuondoa sehemu ya uhasama, lakini vile vile yanaongeza mnyororo wa nguvu ya ushirikiano katika upande wa masuala ya kiusalama na katika upande wa masuala ya kiuchumi baina ya nchi za jamii ya Kiislamu pamoja na nchi ya Israel. Sasa ukiangalia muundo huu ni muundo ambao au katika upande wa ushirikiano wao au ushirikiano ambao unasisitizwa na Rais Donald Trump, kwa maana ya kwamba nchi za kijamii ya Kiarabu ziweze kusaini makubaliano ya Abraham Accord kwa lengo la ushirikiano na Israel katika upande wa masuala ya kiusalama na katika upande wa masuala ya kiuchumi. Katika upande wa kiusalama ni jambo ambalo Iran wanalichukua katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba wanaona kwamba Abraham Accord ni sehemu ya mkakati ambao unajaribu kutengenezwa dhidi ya nchi ya Iran, na ndio maana msimamo wake umekuwa kidogo kinyume au umekuwa kwa muda mrefu uko kinyume dhidi ya makubaliano hayo ya Abraham Accord, kwa kuzingatia kwamba wanachukulia kwamba makubaliano ya Abraham Accord lengo lake ni kuifanyia incitement nchi ya Iran. Lakini katika upande wa Rais Donald Trump katika kipindi hiki, maana yake kusitiza Abraham Accord, lengo ni kutaka kupata support au kupata ile kumtuliza Waziri Netanyahu ambaye inaonekana msimamo wake haushabihiani sana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kama sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini ni jambo ambalo kiuhalisia tunaona kwamba kufanikiwa kwake inawezekana kwa kudogo, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Qatar msimamo wao wa muda mrefu ni kwamba kusaini Abraham Accord bila kuwa na nchi ya Palestine, maana hilo ni jambo ambalo bila shaka halitengenezi logic iliyokuwa nzuri. Lakini vile vile hili linaashiria mafanikio katika nchi ya Iran, kwamba nchi ya Iran imefanikiwa kutengeneza mfumo au kuashiria kwamba inaweza kutengeneza mfumo katika eneo la Mashariki ya Kati, mfumo ambao utaendelea kuitegemea nchi ya Iran, lakini vile vile utafanya kazi chini ya mtazamo wake. Nao si kitu kingine, kwa kuzingatia kwamba Irani hivi sasa wana control ya mlango bahari wa Hormuz kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile ukiachilia mbali control ya mlango bahari wa Hormuz, ushawishi wao katika upande wa masuala ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati umeongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na performance walioonyesha katika sehemu ya mgogoro wao na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba issue yote ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati haiwezi kupita bila kuihusisha nchi ya Iran. Na issue yote ya kiuchumi katika eneo la Mashariki ya Kati haiwezi kupita bila kuihusisha nchi ya Iran. Katika mazingira ya namna hii, ili kuweza kutengeneza counter force, kutengeneza nguvu mbadala, maana yake ilikuwa ni lazima Rais Donald Trump asisitize nchi za Kiarabu ziweze kusaini Abraham Accord ili ziweze kupatikana nguvu mbili ya upande wa mashariki na upande wa magharibi. Katika upande wa mashariki, maana yake ipatikane nguvu ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile uwezo wake wa kuweza kusambaza nguvu yake katika eneo la Mashariki ya Kati kupitia Iran yenyewe au kupitia katika vikundi vinavyounga mkono siasa za nchi ya Iran. Lakini katika upande wa magharibi, maana yake ni kwamba Marekani pamoja na Israel waweze kuproject power yao au waweze kuionyesha, kudhihirisha sehemu ya nguvu yao kupitia sehemu ya makubaliano ya Abraham Accord, kwa maana kwamba nchi za Kiarabu ziweze kufanya kazi au kutengeneza muundo kwa maslahi ya Israel na Marekani dhidi ya nchi ya Iran, ambao maana yake itakuwa ni kama kuna frame mbili zinajaribu kupishana. Frame ya kwanza ni frame ya nchi ya Iran ambao wameitengeneza kutokana na matokeo ya mgogoro uliopita baina ya Iran na Marekani pamoja na Israel,
Lakini katika upande wa pili ni frame nyingine ambayo inatengenezwa kupitia ushawishi wa nchi ya Marekani katika Abraham Accord ili kuweza kutengeneza balance of power. Maana yake itakapokuwa imeshindikana nchi za Kiarabu kuweza kusaini ile Abraham Accord, maana yake ni kwamba kiujumla ile balance of power itakuwa haijakaa vizuri, na hii ni kwa kuzingatia pia kuna nchi kama ya Saudi Arabia siku za nyuma ilikuwa inakusudia iweze kusaini na aggression pacts, ile makubaliano ya kuondoa sehemu ya uhasama na kuto kukusudia kushambuliana baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Iran, jambo ambalo bila shaka ilikuwa ni ushindi mkubwa kwa nchi ya Iran. Lakini vile vile ukizingatia kwamba nchi kama nchi ya Misri, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki wametengeneza sehemu ya umoja wao kama ni sehemu ya ushirikiano wa masuala ya kiusalama, jambo ambalo maana yake linakwenda kinyume na muundo wa kiusalama ambao ulitengenezwa na nchi ya Marekani kupitia katika Abraham Accord, kwa kuzingatia kwamba nchi husika, nchi kama ya Saudi Arabia imetengeneza muundo pamoja na nchi ya Uturuki, nchi ya Pakistan na nchi ya Misri pasi na kuhusisha nchi ya Marekani na pasi na kuwa ni sehemu ya ile Abraham Accord. Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine, ili kuweza kutengeneza balance of power vizuri, maana yake ndio maana imearise fikra ya Rais Donald Trump ya kutaka nchi za Qatar pamoja na Saudi Arabia ziweze kusaini Abraham Accord, lakini wakati huo ili kuweza kutengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba kuna sehemu ya mafanikio ambayo yameweza kufikiwa kutoka katika upande wa Marekani pamoja na upande wa nchi ya Israel. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kuna baadhi ya movement kadhaa kama hizo zimekuwa zikiendelea, ambazo zikiashiria wazi kabisa kwamba kuna aina fulani ya mafanikio ya mazungumzo inaonekana kwamba inakwenda mbele, kiasi ambacho kwamba katika hatua za mwisho kila mmoja anajaribu kukusanya sehemu ya kile kilichokuwa kiko pembeni kiwe ni sehemu ya matokeo ya mazungumzo hayo kwa maslahi ya siku za usoni. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda wa mbele tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.